Tunafahamu kuwa watu wenye ulemavu wanakabiliwa na changamoto mbalimbali ambazo huathiri ustawi wao. Ni jambo la kutia moyo kuona kuwa serikali kwa kushirikiana na watu wenye ulemavu wenyewe, hasa kupitia jumuiya na taasisi zao pamoja na wadau mbalimbali wa maendeleo, tunaendelea kufanya kazi kwa pamoja ili kuhakikisha tunaziondoa changamoto hizo. Jitihada zetu za pamoja zimetuwezesha kupata mafanikio katika kuzipatia ufumbuzi changamoto zinazowakabili watu wenye ulemavu hapa Zanzibar. Hatua za makusudi za kimkakati zimechukuliwa ili kuimarisha upatikanaji wa huduma muhimu za kijamii na za kiuchumi. Miongoni mwa hatua hizo ni kuhakikisha watu wenye ulemavu wananufaika na huduma za mikopo isiyo na riba kutoka Wakala wa Uwezeshaji Wananchi Kiuchumi, fedha za uwiano kutoka serikali za mitaa na fursa katika vyombo vya maamuzi ili kuliimarisha kundi hili. Aidha, serikali imeendeleza ujenzi wa majengo ya ofisi za serikali na huduma zikiwemo barabara kwa kuzingatia mahitaji ya watu wenye ulemavu. Vile vile serikali imejenga skuli maalum zenye dakhilia za wanafunzi wenye ulemavu. Moja iko mkoa wa Kusini Unguja na nyingine mkoa wa Kusini Pemba. Katika kipindi hiki cha pili cha awamu ya 8, serikali itajenga skuli nyingine 3 maalum za watu wenye ulemavu katika mikoa mingine 3 iliyobaki. Kadhalika, ujenzi wa hospitali zilizojengwa kila wilaya na moja ya mkoa wa Mjini Magharibi zimezingatia mahitaji ya watu wenye ulemavu kupata urahisi wa huduma. Aidha, kupitia Baraza la Watu lenye Ulemavu, serikali imeendelea kutoa vifaa saidizi bure kwa watu wenye ulemavu pamoja na kuendelea kuhamasisha jamii kuwasajili watoto wote wenye ulemavu ili kuhakikisha wanatambulika na wanapata haki zao ikiwemo za elimu.